Siku moja ya mwaka 1971 ilikuwa ni mchana wa Jumatano, Novemba 24, katika mji wa Portland ulioko katika jimbo la Oregon nchini Marekani. Mtu mmoja aliyekadiriwa kuwa na umri wa miaka 40 hivi, akiwa amevalia suti nyeusi, shati jeupe na tai nyeusi juu yake na kiatu cha brown, aliwasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Portland. Mkononi mwake mtu huyo alikuwa amebeba briefcase nyeusi na bahasha ya kaki yenye urefu wa inchi 4 na upana wa inchi 12 hivi. Hakuna ambaye alidhani kuwa mtu huyo mtanashati alijiandaa kutekeleza uhalifu mkubwa ambao hautasahaulika. Bwana huyo alisogea taratibu kwenye dawati la kukatisha tiketi ya ndege na kukata tiketi ya safari moja, yani one way ticket, kwenda mji wa Seattle, Washington. Alikata tiketi yenye thamani ya dola 20 za Kimarekani kwenye ndege nambari 305 aina ya Boeing 727 iliyokuwa ikimilikiwa na kampuni ya Northwest Orient Airlines. Wakati akikata tiketi, mhudumu wa kukatisha tiketi alimuuliza jina lake ili aandike katika rekodi za abiria watakaoanza safari mchana ule. Mtu huyo alimtajia mhudumu kuwa jina lake anaitwa Dan Cooper. Baada ya hapo, Bwana Cooper akalipia tiketi yake kwa pesa taslim, na ndio ikawa mwanzo wa kesi ngumu zaidi kuwahi kufanywa na FBI ya Marekani. Muda ulipofika, Bwana Cooper asiyekuwa na maneno mengi aliingia kwenye ndege aina Boeing 727 Flight 305, ndege iliyoanza safari yake kwenda mjini Seattle ikiwa na abiria 36 na wafanyakazi wa ndege 6. Alipoingia kwenye ndege hiyo, Bwana Dan Cooper alikaa siti ya katikati, mstari wa nyuma kabisa, wakati abiria wengine wakiendelea kujiweka tayari kwa safari, na huku wahudumu wa ndege wakipita kujaribu kuweka kila kitu sawa kabla ya safari kuanza. Dan Cooper alimuita mhudumu mmoja na kumwomba amletee soda na kinywaji aina ya bourbon ambacho ni jamii ya whisky. Akanywa huku akijichochea kwa sigara pia. Muda mfupi tangu ndege kuanza safari, inakadiriwa ilikuwa ni majira ya saa 9 alasiri, Dan Cooper alimuita mhudumu wa kike aliyekuwa akiitwa Florence Schaffner na kisha kumpatia ile bahasha aliyokuwa nayo mkononi wakati anapanda ndege. Na halafu akamwambia kwa kumsisitiza, "Miss, you better read that." Akimaanisha ni vyema ukasoma huo ujumbe kwa haraka.